Wanawake, sisi ni waombolezaji. Haleluya. Wewe ndio wa kuiombea nyumba yako. Wewe ndio wa kuombea watoto wako. Unahitaji watoto wako wawe nani kesho? Unahitaji mume wako awe nani? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Badala ya kutoka na kwenda kwa rafiki yangu na kuanza kumwelezea, unajua mume wangu ana 1 2 3, unajua mume wangu anasumbua, unajua mume wangu ni mlevi, unajua, ukaelezea yote. Nataka nikwambie hayo yote hayana majibu. Majibu yapo magotini, wanawake. Jamani, haleluya. Turudi magotini. Tumlilie Mungu kwa ajili ya familia zetu. Tumlilie Mungu kwa ajili ya watoto wetu na waume zetu, ili familia iweze kwenda pale ambapo Mungu amekusudia. Haleluya, watu wa Mungu. Naomba tusome katika Yeremia sura ya 9. Yeremia sura ya 9 ule mstari wa 17 hadi wa 18. Neno la Mungu linasema, Bwana wa majeshi asema hivi: fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao. Biblia haijasema mkawaite wanaume. Haleluya. Wanawake waombaji, ni waombolezao, manake ni wanawake waombaji. Haleluya. Ili waje mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi, ili waje na wafanye haraka na kutuombolezea, ili macho yetu yachuruzike machozi na kope zetu zibubujike maji. Maana sauti ya maombolezo imesikika toka Sayuni. Kiendelea hapo utapata mambo mengi. Yako mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye familia zetu, kwenye kanisa, kwenye taifa, ambayo yanahitaji mwanamke muombolezaji. Yanahitaji mwanamke ambaye anaamua kujitoa magotini pamoja na Bwana, ili awe mambo mabaya yasiweze kutokea. Haleluya, watu wa Mungu. Wewe leo unaweza ukafurahi kwamba unajua mimi familia yangu iko salama. Watoto wangu wako salama. Mume wangu ameokoka, anampenda Mungu. Wanangu wanampenda Mungu. Sijui kila anachowaelezea wanakifanya. Alafu ukasahau, ukakaa chini. Una mpango wa kuomba. Una mpango wa kuendelea kumsihi Bwana aendelee kulinda nyumba yako, aendelee kulinda watoto wako, aendelee kuwatetea watoto wako. Nataka nikwambie, pale wewe ambapo unafikiri kuna amani, ndipo adui anapotafuta mbinu namna gani aweze kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe, wanawake. Naomba wanawake turudi magotini. Nyakati tulizonazo wanawake leo tunakimbia maombi. Maombi yakitangazwa kanisani ni wanawake wachache pamoja na mchungaji na baraza lake. Wanawake wengi tunajifanya tuko busy, tunatafuta pesa. Lakini nataka nikwambie, adui akikamata familia, hata hiyo pesa uwe nayo hautakuwa na amani nayo. Hautaiona hiyo pesa ni ya thamani kwa jaribu ambalo unaweza ukao unalipitia. Nataka niwaombe wanawake, turudi magotini. Turudi magotini wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Yesu akawaambia wanafunzi wake, akasema hata sasa mmeshindwa kuomba hata risali moja. Hata risali moja, wanangu, mmeshindwa kuomba. Roho hii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Lakini Yesu anasema pambana. Pambana uombe. Pambana unitafute. Haleluya, wanawake. Usiseme nimeomba sana, nimeomba miaka mingi, hapa sasa nikumsubiri Bwana. Neno la Mungu katika Luka sura ya 18 linasemaje? Imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Sio siku moja. Sio mwezi mmoja, sio mwaka mmoja. Kuna mambo mengine yanahitaji gia zaidi ya moja. Kuna mambo mengine yanahitaji gia 2, 3, 4 na kuendelea. Ni wewe kung'ang'ana kusema Bwana, sitoki magotini mpaka nimeona limetokea. Bwana Yesu asifiwe. Jana baba akatufundisha kwa habari ya kutweka mpaka kilindini. Yaani kung'ang'ana. Yaani utoke unasema Mungu, huyu mtoto ulinipa hawezi
akafia dhambini, hawezi akafia duniani. Nitang'ang'ana na wewe Mungu, ninajua kwa namna gani, kwa jinsi gani, lakini Mungu maadamu ulinipa huyu mtoto kwenye tumbo langu, mwanangu hawezi akafia dhambini. Jamani, haleluya. Mungu anamtafuta mwanamke kama huyo ambaye atasimama, atachuruzisha machozi yake, atang'ang'ana bila kuchoka mpaka matokeo yametokea. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumekuwa wavivu wa kuomba. Mambo mabaya yanatokea kwa watoto wetu, hatujui. Wengine wanakuwa mpaka mashoga, hatujui. Wengine wanakuwa wanafanywa vitu visivyofaa, hatujui. Unakuja kugundua mama, hatari imeshakuwa kubwa, huna cha kufanya tena. Tunaanza sasa, badala ya sasa hatari ishakuwa kubwa, ndio sasa wachungaji wanaonekana wanaweza kuwa msaada. Jamani, wakati mwingine tuwapunguzie na wachungaji, na wenyewe wana mambo yao. Haleluya. Simama kwenye zamu mwanamke, omba, 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 omba. Hata likitokea nasema Mungu, lakini niliomba kama mwanamke, nilisimama kwenye zamu. Najua Mungu, hata kama hili lipo, hata kama linaendelea, bado mkono wako uko imara pamoja na mimi. Mungu aone bidii yako, Mungu aione bidii yangu. Mungu anatamani kuona ile shauku nilionayo ya kumwamini kwamba ni yeye peke yake anayeweza kutenda kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wanawake. Lakini jambo lingine hapo nimesisitiza kwa habari ya maombi, naomba turudi magotini. Jambo lingine la msingi katika ili kuiletea nyumba baraka, ishi maisha ya Kikristo nyumbani kwako. Huwe na sababu ya kuwavuta wengine kumjia Kristo. Maana hapa ishi maisha ya utakatifu. Wanawake, tuishi maisha ya utakatifu. Ukristo wetu usiwe na maneno. Yaani unajua kuna kitu unasema yaani huyu ameokoka, lakini zile lakini zile tumwambie Bwana atuzitaki. Nimemaanisha kuokoka, Mungu nisaidie nisimame niende mbele. Haleluya watu wa Mungu. Tuishi maisha matakatifu, tukatae michanganyo wanawake. Mungu atusaidie. Nyakati za leo unakuta mtu ni mpendwa, yupo kanisani, anaimba kwaya, wengine wanafanya huduma mbalimbali, lakini huko pembeni ana nyumba ndogo, lakini ameokoka wewe. Ila hapa hawapo, wapo kule section yetu. Hapa hatupo. Ila sasa jilinde. Haleluya. Haleluya mwanamke. Ana mwanaume mwingine, yani ana mume wake alafu ana mwanamume mwingine. Kuna vidhambi vidogo vidogo anatembea navyo. Ukienda mitaani yeye ndo madeni yamemjaza, hadi kila kona ni mtu wa madeni tu. Lakini umeokoka, kumbuka. Hatuonyeshi ushuhuda. Yani hata kama tunasema leo tunapita mtaani kwako kushuhudia habari za Yesu, unahisi kwamba bora nitengeneze namna nisiwepo. Kwa sababu unajua kabisa tukienda tu pamoja, tunaanzia gengeni, una madeni. Tunakuja duka la mangi, una madeni. Tunakuja kwenye vikoba, unadaiwa ulikopa hujalipa. Tunaenda yani kila sehemu ni madeni. Hiyo ni roho sio nzuri wanawake, tuikatae. Sijasema usikope. Wewe kama unakopa kwa ajili ya mambo ya manufaa ya maendeleo, kopa. Lakini kopa kwa malengo. Kopa ulipe. Usilitukanishe jina la Kristo. Nisiwe sababu ya kulitukanisha jina la Bwana. Nafika mahali mpaka mtu anasema, sasa mimi nitampeleka kwa mchungaji wake. Sasa ameokoka yule. Walokole ndio wanafanya hivi. Tayari umekwisha kulitukanisha jina la Bwana. Mungu anisaidie, Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ishi maisha ya Ukristo. Tuwe kielelezo. Watu wanapotuona waseme huyu mama anaye Mungu. Wakutafutie tu sababu ambazo wewe una, lakini sio zile sababu ambazo unapojitafakari, unapojitathmini unasema Mungu hapa kwa kweli, wala wanaongea tu lakini wala. Mungu atusaidie. Haleluya. Lakini jambo lingine, ifundishe familia yako iweze kujitegemea kiroho, ili wao pia wajue kuomba, wajue kushuhudia, wajue kuhubiri na kadhalika. Hapa naomba tusome mstari wa Danieli sura 12.
uone watu wanaowafundisha wengine Mungu anawasemaje. Danieli sura ya 12 ule mstari wa 3. Danieli sura ya 12 na ule mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Huo mstari huo. Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Ifundishe familia yako iweze kujitegemea kiroho. Mwanamke, wewe ndio kuanzisha ibada kwenye familia yako. Sitaki nikwambie unyoshe mkono, lakini unaweza ukajijibu nyumbani kwako una ibada za familia? Nyumbani kwako unapata nafasi ya kukaa na watoto wako kwamba wanangu njoo tulitafakari neno la Bwana, baada ya hapo ukaomba nao? Nyakati za leo vitu ambavyo vimethaminiwa ni tamthilia za kwenye TV. Hizo tutakaa, michezo kwenye TV tutakaa, tutaangalia masaa ya kutosha. Baada ya hapo tena watoto hawalali usingizi. Kimaliza, muda umeenda jamani wanangu, sasa hivi kesho shule, naomba mwende mkalale, Mungu awabariki, mlale salama. Hiyo sio ibada mwanamke. Sio ibada dadangu, sio ibada. Waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota. Haleluya. Inahitaji bidii. Maana nataka nikwambie, katika kuwaongoza hawatakukubalia kirahisi. Hawa wadogo wadogo wanakubali. Lakini wale wakubwa wakubwa wataanza kuona mama naye na ibada zake jamani. Yaani kishagonga ile saa 2 kule ile tamthilia nzuri ndio inaanza, utasikia njoo tufanye ibada. Wewe kubali waseme hivyo, lakini naambia msimamo wangu kama mama, msimamo wangu kama familia, lazima ibada ipewe kipaumbele. Kama ni misali moja litaondoka, mpaka tukimaliza mtaendelea na mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Utapata shida na mwanzo, lakini kwa kadri unavyoendelea, Mungu Roho Mtakatifu anaendelea kusema nao. Mungu Roho Mtakatifu anaendelea kuumba kitu ndani. Mungu Roho Mtakatifu anaendelea kuweka shauku, anaendelea kuweka kiu. Mwisho na wenyewe wanaanza kuona uzuri wa kumwabudu Mungu, uzuri wa kufanya ibada, uzuri wa kuomba. Lakini sio rahisi, inahitaji tujikane wanawake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwaongoze watoto wetu wajue kuomba, wajue kutafakari neno. Unamwambia leo ni zamu yako, wala wakubwa unamwambia mwanangu leo utatufundisha neno la Mungu. Hata kama atakosea akasema mstari wake mmoja miwili, unamtia moyo kwamba mwanangu kumbe unaweza. Jamani, haleluya. Taratibu vile vya shetani Mungu anaanza kuviondoa. Yaani vile unajua kuna vitu shetani anavipanda kwenye mioyo ya watoto, vinaonekana ni vizuri, vinaonekana ni vya maana kuliko vya kimungu. Lakini namna gani mimi mwanamke nisimame katika zamu yangu ili niwe sababu ya kuiletea nyumba baraka, ili huyo mdada kesho akawe mama bora kama ulivyo wewe, akawe mama mcha Mungu kama ulivyo wewe. Nataka nikwambie sifa zitakurudia tu akiingia kwenye ndoa yako. Yule kijana wako akawe baba bora baadaye, mtumishi wa Mungu aliye hai. Jamani, haleluya. Maana aliuona ule utumishi kuanzia kwenye familia yenu. Lakini useme Bwana mimi nitaomba tu, nyinyi endeleeni tu kuangalia hapo, mimi nitaombea tu chumbani. Lakini kesha akiharibikiwa ni kidonda ambacho hakina mfano kwenye moyo. Mungu wa mbinguni atusaidie. Katika eneo hili ni kuombe mwanamke usiwe mvivu. Kumbuka kuna kizazi kinatakiwa kuinuliwa kupitia bidii yako. Kuna kizazi ambacho kesho sisi hatutakuwepo. Sasa hicho kizazi tusipokiandaa leo, watapatikana leo wakina Mwangalizi Soa, watapatikana kweli kama hatujawaandaa leo. Watapatikana leo
wakina viongozi wa section au mwanamke mtumishi wa Kristo kama wewe uliyekaa hapo kwenye kiti, sijamuandaa leo. Simuonyeshi uzuri wa kumtumikia Mungu. Sionyeshi uzuri wa kwenda ibadani. Yaani naona tu ni kawaida mimi niende kanisani abaki nyumbani. Tena wengine wamethubutu mpaka Jumapili. Anasema unajua mwanangu amekuwa shule wiki nzima kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi siku hizo wanaenda. Leo mwanangu lala tu mama. Wewe unaenda kanisani, lakini kumbuka kesho anatakiwa huyo awe kama wewe. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Haleluya. Naomba tuhame katika kipengele kingine. Hudhuria mkutano au chama cha WWK kila mara. Jitahidi kuhudhuria wanawake. Maana ukihudhuria hautatoka bure. Kuna kitu unajifunza. Leo hii ukiangalia risala nyingi zinazosomwa siku za sikukuu, changamoto zinazoletwa kwa wachungaji, wanawake hawapatikani. Wanawake tuko busy na mambo mengi. Mimi sikatai usiwe busy, lakini tambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Itambue nafasi ya Mungu. Na uzuri wa Mungu uko hivi, ukitambua nafasi yake, ukamwambia Mungu ninatamani, Mungu nisaidie, Mungu nipe kibali. Ngoja nikwambie, sasa hivi kipindi cha sinatakiwa kuwa kazini. Hivi mnafikiri mimi nimetoroka? Sijatoroka. Hivi hapa asubuhi nimetoka, nimeenda kazini, nimefundisha kipindi cha kwanza, nimemaliza, nikachomoka nikaja huko. Na hapo nimeshaenda kwa mkuu, namwambia mama please, naomba unisaidie, mwenzako nina huduma. Unaiona hii barua mamangu, ninatakiwa kwenda kufundisha. Hayazidi hata masaa 3 kule. Ninafundisha mama, ila nitakuja kazini, nitafanya majukumu yangu, mengine nitabadilishana na walimu. Yaani kwa moyo mweupe, nenda wewe na amani. Yusi. Nilimwambia Mungu, hapa siwezi kutoroka. Nikitoroka kwanza mimi mwenyewe nakosa ujasiri. Kwa sababu ile kazi natakiwa kuithamini. Wale watoto natakiwa kuwathamini. Lakini Mungu anatengeneza njia pia. Kuna wengine wakiomba wananyimwa, kwa sababu wengine akiomba anaonekana wewe ni muongo. Hao wana tabia tu za kuwa naomba ruhusa kila siku. Mtu anakutazama kila siku upo kazini, unaombaga tu kwa na dharura za msingi. Kwa nini akunyima? Wanawake tumpende Mungu. Tukimpenda Mungu, Mungu atashughulika na mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Atashughulika na ya kwako pia. Kwa hiyo naomba tusiwe busy na mambo ya dunia yaliyo ya kitambo tu, kuliko mambo ya Mungu yanayosababisha tuimarike kiimani na kuwa na uwezo wa kustahimili majaribu. Yaani mimi nashangaa na nikikosa Jumatano, yaani nina dharura ambayo sina namna. Nikikosa Ijumaa nina dharura ambayo sina namna. Na viongozi wangu nawajulisha kwamba mchungaji au ni mzee wa kanisa, leo sijaja ibadani, mwenzako nimebaki shule huko. Lakini sio kila siku, yani kila wiki, kila Jumatano mimi sipo kanisani. Kila kipindi cha WWK mimi sipo. Yani mimi ni udhuru. Kuna wakati utamtamani Bwana naye anakuwa kama anakuwekea udhuru kwake. Mungu atusaidie. Amina. Amina wanawake. Tulipokea hilo, tubadilike. Tukiamua kubadilika inawezekana. Tukikipenda hiki chama, nataka nikwambie pakistawi pale kwenye chama cha mahali pamoja, kanisa limestawi, kwa sababu kila mwanamke atatambua wajibu wake. Yameitwa ni maombi ya kukawia, yameitwa ni maombi ya mikesha. Yaani siku ya mikesha ndio mtu anaanza kutafakari. Yaani leo Ijumaa nikakesha mpaka saa 8 mpaka saa 9. Kesho asubuhi natakiwa leo Jumamosi natakiwa kwenda kwenye vikoba, natakiwa siku kwenda kwenye nini. Yaani shetani anakuleta ambavyo havina maana wala mantiki mbele za Bwana. Mwambie Mungu, hii fursa imetokea, haitokei mara kwa mara, nitapambana, nitakwenda. Amina. Ninazungumza kitu ambacho ninakiishi. Mchungaji, mimi ni mkurugenzi wa maombi pale kanisani kwetu.
kama sasa hivi ishafika kama miezi mitatu tangu tumeanza huo utaratibu. Akasema kanisa sasa kulingana na mahitaji tulionayo yanahitaji pesa ambazo sisi hatuna. Kwa hiyo sasa tutakuwa na maombi endelevu ya masaa manne kuanzia saa 12 mpaka saa 3 usiku. Vikundi vikapangwa. Kuanzia Jumatatu kuna watu, Jumanne kuna watu, Jumatano kuna watu mpaka Jumapili. Jitahidi kila mshirika uingie hapa. Nataka nikwambie tangu nianze yale maombi kama nimekosa mara 2. Na nikikosa sio kama nakosa kwamba ndo yani labda mimi siku ndiletu na Jumatano. Nikikosa Jumatano basi aidha nitajihamishia Jumanne au nitajihamishia kundi lingine, lakini sitaki kuyakosa. Nakumbuka naishi Msigani, kanisa liko nyuma ya Kivu. Kosa nyingine naingia nyumbani saa 4 kasoro usiku. Saa 3 nimaliza saa 3 pale. Lakini kila kunakoitwa leo naona kuishwa, naona kutiwa nguvu, naona kuendelea. Yale maombi ya muda mrefu ambayo nilikuwa siwezi kuyaomba mwenyewe, sasa ninaona ninaanza kuyaweza. Ninaweza kukaa magotini hata risali 1:30. Ninaweza kukaa magotini hata masaa nikiwa nyumbani kwangu. Kwa nini? Kwa sababu unajua kila tabia ya kiroho inajengwa. Kuna vitu vingine vya kiroho vinajengwa, vinaundwa. Jamani, haleluya. Haviji tu kwamba vitatokea tu leo nimeweza kuomba risali zima, nimeweza kuomba masaa 2, nimeweza kuomba sio masaa mangapi. Nataka nikwambie kwa kadri unavyozidi kwenda, utaomba leo dakika 20, kesho itakuwa 30, kesho kutwa, na Mungu anakuwa anaitazama ile kiu. Kwa mimi mtu akiniambia kwamba yale maombi ambayo mtumishi wa Mungu alianzisha kwamba hayana chochote, mimi kwangu nasema mchungaji ameleta mabadiliko. Tena mimi ndo nilienda nikamwambia baba, sasa mimi ndio mkurugenzi wa maombi babangu, naomba hii hapo ulioianzisha ilibidi iwe miezi 2, tumalize tu mwaka mzima. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huu mwaka wote tumalize tupambane, na tunamuona Mungu akifanya kwa namna ya ajabu. Nataka nikwambie hata hilo mwanamke pokea. Kuna wakati mwingine usisubiri kesha ya kutangaziwa na mchungaji na wazee wa kanisa. Kuna wakati anza sema Bwana, leo Ijumaa kuna mkesha, mimi leo kulala kwangu ni kanisani. Nitaenda nitaomba mwenyewe. Nitapambana hata kama nitalala kwa usingizi kama nipitia, lakini kwa sababu ninang'atwa mno na niko magotini kwa Bwana, kipo kitu kinafanyika katika ulimwengu wako. Jamani, haleluya wanawake. Haleluya wanawake. Tuache ubize. Sasa naomba tuje katika kusudi la pili. Hilo lilikuwa ni kusudi la kwanza. Mungu wa Israeli ndio unakimbia. Hata nikifundisha makusudi mawili viongozi haina shida. Kuliletea kanisa baraka. Kuliletea kanisa baraka. Huyu mwanamke akishajitambua yeye ni nani, nataka nikwambie wachungaji wala hawana shida. Hawatalazimisha chochote, kwa sababu mwanamke huyu anaujua wajibu wake kama mwanamke mtumishi wa Kristo. Unaleteaje kanisa baraka? Liombee kanisa kutokana na mahitaji halisi yaliyopo. Onyesha bidii kibinafsi kwa njia ya maombi na kutamani mambo yatokee pale kanisani kwako. Onyesha bidii kwamba unatamani kila maono ambayo mtumishi wa Mungu anayo pale kanisa akiyatangaza, unasema Bwana na yatokee, Bwana na yafanyike, Bwana na yatendeke. Wewe unakuwa na shauku. Alafu unachukua hatua ya kuomba kwamba Bwana, niko tumetangaziwa hiki kiwanja sio kinahitaji milioni 100 ngapi. Mimi ni kweli Mungu sina, lakini Bwana unao watu. Bwana unaweza, nipe kwa sehemu yangu, inua na wengine Bwana. Haya maono tuyaone yakitimia. Jamani, haleluya. Hivi wanawake 5, 10, 20 wakawa na mzigo kama huo ndani ya kanisa, watumishi wa Mungu watafanya kazi kwa ugumu? Tuseme za ukweli, watafanya kazi kwa ugumu. Lakini jambo la pili katika kuiletea kanisa baraka, tegemeza kanisa kwa kusimama nalo. Sisi wanawake tutegemeze. Tumeona yule mwanamke wa kwanza jinsi ambavyo
alikuwa na maono ya kutamani watumishi wa Mungu wanaieneza injili, ya kutamani kuona makanisa mapya yanapandwa mahali ambapo hapajapandwa makanisa. Kwa hiyo wakatoa fedha zao wakaomba. Tunaiendeleza hiyo kama wanawake. Tulitegemeze kanisa la Bwana. Toa pesa yako mwanamke, toa mali zako, husika katika shughuli za kanisa na kueneza injili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiwe sisi wanawake, naomba mwanamke ulioko mahali hapa, wewe usiwe sababu ya changamoto kwa maono, kwa mambo ambayo mnayo pale kanisani. Sijui ni ujenzi, wewe unasema michango imezidi. Ndugu yangu, wewe hata ukikataa, Bwana anao watu, yani litajengeka tu. Wewe ukikataa kutoa pesa yako ili mkutano ufanyike, yani hiyo haimzuii Mungu kuinua watu wengine na mkutano ukafanyika. Lakini bahati mbaya ile baraka wewe hautakuwa nayo. Kwa naomba tuwe wanawake wa kunyamaza, tufumbe vinywa. Unaposikia kimetangazwa, maadamu madhabahu imetangazwa, wewe kazi yako ni moja: Mungu, yaliyo mapenzi yako yatimie Bwana. Nipe neema Mungu, nisaidie kwa sehemu yangu. Lakini Mungu, nawaombea Bwana, inua na watu wengine. Ninatamani ili Mungu lifanyike. Kama ni ujenzi ufanyike, kama ni kiwanja Mungu kinunuliwe, kama ni mambo yote yaliyo mazuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu yafanyike. Jamani, haleluya. Nataka nikwambie, kuna mtu anaweza akawa kanisani hana uwezo mkubwa. Hana uwezo mkubwa yani akiangalia kiwango chake, kazi zake anazozifanya, anatoa kidogo. Lakini yule mtu ni mtu wa madhabahu. Akikaa chumbani kwake anaambia Bwana, tenda. Bwana, onekana Baba. Inua watu Mungu, kazi yako ifanyike. Mungu, ni kweli unaniona Baba, nina uwezo wa kutoa kiasi kidogo, akitoshelezi kutokana na maono ambayo mtumishi wako anayo. Lakini Bwana, inua. Nataka nikwambie, Bwana kupitia magoti yako anainua matajiri, anainua watu wa kila namna, wanaleta pesa, kazi inatendeka, na wewe mbaraka wako huko mahali hapa. Kwa badala ya kukaa kusema, yani naona hivi kweli mchungaji, yani hata tuone kanisa, haoni hali ya uchumi inapoendelea hapa kanisani. Unamfuata na mwingine, unaendelea kupanda kitu kiovu. Nataka nikwambie, tukipanda maovu, tutavuna maovu mpaka kwenye familia zetu. Kataa hilo jambo mwanamke. Kataa kusengenya mambo ya madhabahu. Kataa kusengenya watumishi wa Mungu. Yani wewe kazi yako kubwa ni kuwaombea tu. Aliyewaweka, aliyewapaka mafuta, anajua namna ya kutembea nao. Bwana Yesu asifiwe wanawake. Halafu inatia raha. Jamani, hakuna kitu kinatia raha. Yani mchungaji alileta maono, ukaenda nao kwenye yale maono, ukaomba naye, ukafanya kwa sehemu kulingana na Mungu alivyokuwezesha. Ndugu yangu anapokuja kutendeka, yani ndani ya moyo unajisikia kufarijika, ndani ya moyo unajisikia kumtukuza Mungu, kwamba kumbe Mungu unaweza, kumbe Mungu unafanya jamani, kumbe Mungu unapoomba, kumbe na mimi unanisikia. Unaona wanawake? Lakini unaonaje ulishiriki kufanya masengenyo ili lile jambo lishindwe kufanikiwa, alafu linatendeka, alafu uko pale kanisani, unajisikiaje? Mungu atusaidie, ila sisi hatupo hapo. Kwa hiyo tupone wanawake, twende tukatumike na watumishi wa Mungu. Lisaidie kanisa kwa kutimiza mahitaji yake, kama kununua viti, mikeka, kupanda madhabahu, kupamba madhabahu na kadhalika. Mwanamke, Mungu amekupa neema. Usisubiri mpaka utangaziwe na dada Bukei. Usisubiri mpaka mchungaji akutangaze, maana wao wana mipaka ya kuona. Kwani ukimtazama mtu utajua mtu ana pesa? Wote tunaonana ni wa kawaida tu. Lakini sikiliza sauti ya Roho Mtakatifu na kusukuma nini ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kingine Roho Mtakatifu anakuambia, hiki mwanangu una uwezo wa kukifanya. Una uwezo, ile pesa niliyokupa ile sio ya kwako, ni ya hapa, ni ya hili jambo, ilitengeneza hili jambo likae salama. Kwa hiyo naomba wanawake tufanye hayo na Mungu atatusaidia. Kuwa mwaminifu kwa kuhudhuria mara kwa mara na kukubali kuwa chini ya mchungaji wako na kuongozeka.
Wanawake tukubali kuongozeka, yani tukubali kuongozwa na watumishi wa Mungu ambao Mungu ametupa pale kanisani. Ziko baraka zako nyingi ambazo wewe unazipata kupitia madhabahu ile ambayo unaabudu wewe. Hata kama ni mdogo unamuona alivyo, hata kama sijui ana elimu kama ya kwako, hata kama si tajiri kama wewe, lakini nataka nikwambie anayo mafuta yanayokusababisha wewe mwanamke na familia yako muendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaomba wanawake, ninawaomba katika jina la Yesu kuwa mwaminifu, kuhudhuria mara kwa mara. Halafu tukubali kuongozeka. Hakuna kitu, yani wanaweza wasiseme, lakini kina hata wewe mtu wa kawaida, mtoto wako kile unachoagiza unamuona yeye hayupo, ashiriki. Ukimwambia mwanangu fanya hivi, hataki, anaweza asikwambie, lakini hafanyi. Afu yuko hapo hapo. Sasa bora watoto wetu wa kuwazaa utatandika, lakini mshirika utamtandika? Hauwezi kumtandika. Sasa tusisubiri kutandikwa na kiboko cha Mungu. Sisi tumekubali kuwa hapo kwenye hiyo madhabahu husika, kwenye hilo kanisa husika, tukubali kuongozwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atupe hekima namna ya kuchukuliana na wachungaji wetu. Usiende tu kwa sababu mimi elimu yangu iko juu basi naweza nikafanya chochote. Madamu mimi nina pesa, ni tajiri, ninaweza nikamjibu chochote mchungaji, ninaweza nikamua maamuzi yangu yoyote kwa sababu ninajua aweze kufanya chochote. No, ile kazi Mungu amempa. Hata wewe ukiacha, hata mimi nikiacha, Mungu ana watu wengi wa kuwainua na kazi ya Bwana itasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, toa fungu la 10 pamoja na sadaka kutoka kwa mapato yako na ya mume wako kwa uaminifu. Kumbuka kanisa ni familia ya pili ambayo Mungu amekupa. Hivyo jitahidi kutenda kikamilifu. Jamani, tunapotoa mafungu ya 10, usifikiri moja kwa moja yale mafungu ya 10 yote mchungaji na familia yake wanakula. Kanisa letu la TG lina utaratibu wa kutosha. Lakini ile fungu la 10 linasaidia pamoja na sadaka zetu za kawaida, zinasaidia kazi ya Bwana pale kanisani iweze kusonga mbele. Wewe unaona tunatumia umeme hapa kanisani, kuna umeme na kule na wewe anza kutafakari kule kwenu. Kuna maji yanatakiwa kulipiwa. Kuna viti viko hapo ndani. Kuna ujenzi unatakiwa kuendelea. Sasa nisipotoa, nisipohusika, hayo mambo yanafanywa na nani? Mungu atusaidie. Lakini pia tunajizidia baraka zetu wenyewe. Biblia inasema tusipotoa zaka na dhabihu, sisi tumelaaniwa kwa sababu tunamwibia Mungu. Wanawake, kuanzia leo naomba usiwe mwizi. Mwambie Roho Mtakatifu, mimi sitaki kuwa mwizi, kwa sababu wezi hawataingia kule mbinguni. Wanawake, hakuna mbingu ya wezi, na Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Hata kipengele hiki acha tu niongee. Naomba wanawake tutoe zaka. Naomba wanawake tutoe zaka kwa uaminifu. Hivi moja ya 10 ya kitu ambacho Mungu amekupa, unaona hasara kumpa? Wakati amekupa uzima, amekupa afya, amekupa nguvu ya kufanya hiyo kazi, angeweza kabisa kuiondoa ukalala chini ni mgonjwa, usingeweza kupata hiyo pesa. Lakini leo amekupa 1,000,000, kutoa 100,000. Yani 100,000 yote mwendee Mwakajwanga. Mungu atusaidie. Mwakajwanga analishwa na Mungu. Sawa na watumishi wa Mungu walioko pale wanalishwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikitoa natimiza ahadi ya andiko. Haleluya, watu wa Mungu. Tutoe zaka. Yani mtu haoni shida, anakata tu mapanga. Kuanzia Januari mpaka mwezi wa 12 anaweza akatoa zaka. La Januari katoa, Februari hajatoa, Machi katoa kidogo. Kwani sana najua nani anajua? Kwani mchungaji wangu anajua kama nafanya kazi? Ni kweli mchungaji ajue. Ni kweli ataipokea.
au wazee wa kanisa watapokea. Lakini Mungu anayetazama moyo, tuwaweza kumficha? Wanawake tuwaweza kumficha Mungu? Hatuwezi, yeye anatujua. Yaani hakuna chochote tuweza kumficha kwenye maisha yetu. Anajua undani wetu. Aliwajua Anania na Safira. Wamekubaliana jambo ndani ya kanisa, wameenda huko wamefanya, wameuza shamba, alafu wanakubaliana, bwana tusipeleke zote. Lakini kumbe Roho Mtakatifu aliona, akawathibitishia watumishi wa Mungu. Nataka nikwambie, tusisubiri vitu vingine kuchapwa na Mungu kwenye maisha yetu. Tutaona mambo hayaendi, tutaona watoto wanaenda ndivyo sivyo. Kumbe kuna mahali ambapo sisi wenyewe wazazi tumeanguka. Mimi kama mama nimeanguka. Na niombe hapa kwenye mwongozo unasema tu, yani kutoa zaka pia ni kumshauri na mume wako atoe zaka. Ni baadhi sio wagumu, lakini wanaume walio wengi ni wagumu. Wewe mwanamke, tumia hekima yako yote uliopewa na Mungu. Mwambie mume wangu, tukitoa zaka kwa uaminifu, Mungu anatenda. Sasa bahati mbaya kuna wanawake ambao waume zao wanampenda Mungu, wanatamani kutoa zaka kwa uaminifu, wanatamani kumtumikia Mungu kwa mali zao, lakini kuna mwanamke ambaye hamchi Mungu vizuri moyoni, anamwambia yani wewe kila siku kupeleka hizo pesa kanisani, ina maana hapa uone kwamba tuna mahitaji, ina maana uone kwamba tuna ada. Nataka nikwambie, unaua kiroho cha mume wako. Ninaua kiroho cha mume wangu endapo nitatenda hivyo. Baba amekwambia kwamba najisikia ndani ya moyo wangu kufanya kitu kwa ajili ya Bwana hapa kanisani. Mwambie Baba, tenda, tuwe na amani. Maadamu Bwana amesema na wewe endelea. Haleluya. Wakati namalizia, nakumbuka nilipoolewa, mimi nimeolewa mwaka 2007. Nilimkuta mume wangu, tumetoka tu honeymoon. Akajua kabisa hapa sadaka hizi lazima tuzitolee fungu la 10. Kwa hiyo kabidi anialati mapema. Akaniambia, mke wangu, mimi bwana nimeona nikushirikishe hili jambo, ndio tunaanza familia. Nikamwambia sawa baba, nishirikishe. Yaani mimi akaanzia mbali kweli. Unajua nilianza kazi nafanya nalipwa shilingi 5,000. Na tayari nimemjua Bwana. Nimefundishwa habari za kutoa fungu la 10. Nikasema kumtolea Mungu shilingi 500? Nikamwambia Mungu, siwezi nikakutolea shilingi 500. Nikaweka agano na Bwana kwamba Mungu, mimi nitakuwa nakutolea 20% ya kipato changu, hata pale utakaponiinua na kunifikisha juu. Ndio naambiwa mimi sasa mwali nimeingia ndani. Kumbuka na majukumu yanaongezeka. Sasa mwanamke ambaye utafakari kwa umma unasema, sasa si unajua kipindi kile ulikuwa una majukumu? Sasa ndo tumeanza familia na hapa tujapata watoto. Tukipata watoto, bwana wewe toa tuliloandikwa kwenye Biblia. Lakini aliweka mapatano na Mungu wake. Nikamwambia baba, uwe na amani. Uwe na amani kabisa. Wewe kama uliweka agano na Mungu kwamba unataka kumtolea 20%, endelea. Nataka nikwambie tangu 2007 mpaka sasa 2025 mume wangu hajawahi kuacha kutoa zaka 20%. Lakini kwa sababu na mimi nilimtia moyo, mimi nikaendelea zangu na 10% nikipata nyongeza naongeza, lakini yeye mwenzangu anatoa 20%. Ni agano. Ameamua leo, ametoka huko anasema nimebarikiwa, kuna kitu nataka nifanye kwa ajili ya Bwana na nimeahidi kiasi fulani. Sianze kusema yani mume wangu ulikuwa uone kama kuna ada za watoto pale jamani. Si unaona tunavyohangaika sasa, itakuwaje? Unaona baba kuna mahitaji 1 2 3. Namwambia baba, umeahidi. Madamu uliyemwahidi anajua namna ya kutupa pesa. Uwe na amani, fanya kwa ajili ya Bwana. Mwanamke, naomba ulipokee na hilo. Usimvunje moyo yule baba. Ukimvunja moyo atakuwa mpagani kabisa. Lakini mhudumie. Kwa dakika 2 tu naomba viongozi wangu tafadhali nimalizie kidogo kuiletea nyumba ya mchungaji baraka. Kuiletea nyumba ya mchungaji baraka kwa dakika saa 5 na dakika 3. Nilianza saa 4 na dakika 10. Hizi dakika 10 zinanitosha tu. Kuiletea nyumba ya mchungaji baraka. Unatakiwa mwanamke mtumishi wa Kristo uiletee familia ya mchungaji wako baraka.
Kwa namna gani? Namba moja, waombee mchungaji na familia yake kila siku, na mnapokutana chama, kumbuka kuombea mahitaji ya mchungaji na huduma yake ambayo Mungu amempa. Wewe unayeandika utasoma mwenyewe kwa muda wako Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12, utaruka utasoma wa 17. Utaona mwanamke Hana alivyoomba kwa bidii pale madhabahuni. Nani alikuja kusababisha majibu yatokee kwa Hana? Ni kuhani Eli. Alipotamka baada ya yule mwanamke kumwambia kilichosababisha wepo pale Hana, kuhani akatamka na akamwambia, sasa ondoka kwa amani na Mungu akupe mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wanawake tuwaombee wachungaji na familia zao. Omba kwa bidii zile changamoto anazozipitia. Usiwe sababu wa kuzibeba. Leo unaibeba unapeleka kwa mshirika fulani, kesho unaibeba umemwona mtoto wa mchungaji, jamani hali imekuwa ni mbaya, unaiona ndoa yake, yani leo mambo ni hatujaitiwa hicho. Wanawake watumishi wa Kristo tumeitiwa kuwaombea na kuwatia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo waombee kwa bidii, lakini wape zawadi ya chakula mara kwa mara. Angalau kila mwisho wa mwezi tuna kapu la mchungaji. Jamani wanawake, tubadilike. Tufanye kitu kwenye ile familia kulingana na Mungu hata kudai usicho nacho. Kulingana na baraka ambayo Mungu anaileta mkononi mwako, hebu fanya mwanamke. Lakini pia tuna zile sikukuu za kwenye chama za mwezi wa 3. Unashangaa mwanamke kuanzia Januari Mungu ametupigania mpaka kuanzia ule mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 3 mwingine. Mwanamke anaambiwa toa kiasi fulani kwa ajili ya kuitegemeza nyumba. Unafikiri kwamba mchungaji anafaidi? Mwongozo unatutaka kuibariki familia ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Maana wao ni baba zetu wa kiroho. Yesu naye alitiwa moyo na wanawake wenzetu. Wakina Magdalena walimtia moyo. Utasoma kwa muda wako Luka 8 mstari wa 1 hadi wa 3. Wale wanawake wakati Yesu anahubiri injili huko na huko, walitoa mali zao, walitoa vitu vyao ili kuisapoti kazi ya injili isonge mbele. Sisi tunapowatia moyo kwa kuwapa vitu vyetu, kwa kuwapa kulingana na jinsi ambavyo tumejiwekea utaratibu pale kanisani, watumishi wa Mungu hawafanyi kazi katika hali ya uzito, katika hali ya ugumu. Yani anahangaika atafute Mungu, Roho Mtakatifu ashuke, lakini huku ndani akiangalia hakuna mafuta hata. Huku ndani akiangalia umeme umeisha na mimi ni baba. Hawezi kuja na kusimama madhabahuni na kusema washirika, unajua jana tumelala na njaa. Hicho kitu hakipo. Lakini wanawake wenye hekima, tunapofanya angalau mwisho wa mwezi, leo mmebeba kiroba cha kilo 50 za mchele, mmebeba sijui unga kilo ngapi, mmebeba mafuta yenu. Mnajua hata kama baba atapungukiwa, lakini hivi akiwa nao anavyo ndani, mambo yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na pale ambapo mimi naamini wote tutainuliwa, tutafika mbali. Wenzetu ambao wamefika mbali wanafika mahali mpaka wananunua magari ya mchungaji. Gari la mchungaji linanunuliwa na wanawake au na kanisa. Kwa hiyo usishangae pale kanisani kwako ikapita harambee inasema, jamani tumeona mchungaji wetu tumjengee nyumba au tumnunulie gari au tufanye kitu chochote kizuri. Akasema yameanza kwenye ministry, yameanza. Yani TAG tunapofika, hapana, hayo mambo yapo na yalitendwa mpaka kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutende vizuri kwa watumishi wa Mungu, baraka zetu zitaonekana. Mchungaji wako kwa namna anavyozidi kubarikiwa, ndivyo na sisi familia zetu zinabarikiwa, ndivyo na sisi tunavyoendelea kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe.